Kwenye exclusive interview leo, ni siku nyingine tena, mwisho wa mwaka huu. Nimeona maombi ya watu wengi sana ambao wamekuwa kinitafuta akisema kwamba bwana Victor, bwana inakuaje bwana, mbona sasa mwisho wa mwaka mnataka mtuache hivi hivi? Na mimi nikamtext man, nikamwonyesha zile text na akaniambia bwana, hao watu inabidi kwetu tuwape kila wanachokitaka. Kwa hiyo wale wote ambao mkiniuliza bwana, mwaka huu mnatuachaje, kabla tujafunga mwaka lazima tuwape kila ambacho tunachokitaka. Sema kwa lakini alhamdulillah safi, lakini namshukuru Mungu. Nina homa kidogo lakini ndo binadamu ya, kwa tunashukuru Mungu. Na sisi kwa Waislamu kuumwa ni neema, tunaita tathir. Mwenyezi Mungu anakusaidia pia kufutia madhambi yako na vitu kama hivyo, na inamkaribisha mja kwa Mungu wake. Kwa hiyo namshukuru Mungu. Tunachoepuka ni yale magonjwa yale yenye mitihani yale, yes, ambayo yanakuwa ni mtihani kwako lakini na waliokuzunguka. Ila kwa ukiacha hiyo, alhamdulillah, tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Vipi wewe? Mimi namshukuru Mungu kusema kweli. Na kitu kizuri ambacho nilisema nikikutana na wewe nitakwambia, huwa ni mara chache sana katika kazi yangu kufanya na mtu interview baadaye nikaambiwa nirudi muuze tena kitu kingine. Yaani ni watu wachache sana, lakini kwa wewe hiyo nakutana nayo sana hivi. Mimi ninachoweza kusema ni nashukuru na ninathamini followers wetu, the love wanatushow. Ndo maana mimi siku zote Fuse ninapoanza huwa naanza kwa kumtukuza Mwenyezi Mungu na waombea wote, mimi pamoja na wasikilizaji wenye mitihani, Mungu awafanyie wepesi, na wenye neema Mungu azidi kuwabariki na atusamee madhambi yetu. Kwa hiyo wanaanza kwa dua ya wote, na nikimaliza namaliza na one love. Kwa hiyo kwa ufupi tuna appreciate. Yes, kwa sababu sisi tunachokifanya sio tujiangalie sisi wenyewe, support yao na jinsi wanavyoipokea ndo inatupush tufanye tunachokifanya. Kweli kabisa. Before sijakuuliza hili la Marekani kutuma bomu lake Nigeria, nikuuliza kwanza, mwaka 2025 umekuwa ni mwaka ambao una mambo mengi sana. Ni tukio gani ambalo kwa kweli ulilifanya kama kuwapa elimu watu ama kutangaza ama kufanya kitu fulani uweze kulisahau kabisa, na ile kuletea mambo mengi sana kwako? Nashukuru Mungu, imekuwa ni mwaka ambao kazi nyingi zimefanyika vizuri. Na nashukuru Mungu, Mungu amenijalia watu wengi ambao wametokea kunikubali. Ni watu ambao ni intellectual. Kadri mtu anavyokuwa na elimu ndo mara nyingi anakuwa ni mwepesi kunielewa, na watu wanaweza kanielewa. Najaribu kuwatenga wale wasiokuwa na elimu. Ninamaanisha nini? Leo hii nikiongelea electronics, nikaongea cathode, nikaongelea diode, nikaongea let's say cat 5, cat 6, umeona 3 nanometer, 5 nanometer, engineer ambaye kasomea hivi vitu ananielewa zaidi kuliko mtu wa kawaida, na ni rahisi ku appreciate. Mtu ambaye anasoma Biblia, ninapoquote baadhi ya mistari kwenye Biblia ni rahisi zaidi kunielewa. Same thing kwenye Qur'an. Lakini kwa wale ambao huenda wasiwa anajua, wanapata nafasi ya kuelewa. Kwa hiyo unakuta inaweza kusema imeniheshimisha. Nimealikwa South Africa. Nimeenda South Africa mwezi wa 3, nikapata nafasi ya kuchangia ninachoweza kuchangia, na mimi nikajifunza. Dodoma kwenye haki rasilimali nimeenda, tukawa na mchango mzuri pale. Nimeenda Urusi, nikawa na mchango mzuri pale, na nadhani sijui kama kuna Mtanzania ambaye kapata kwenda Urusi mara 2 ndani ya muda mfupi zaidi yangu mimi, na nilipata fursa nikaitumia vizuri, nikadeliver. Na pia nitoe shukrani pia kwa Sky, sababu Sky ndo alinipigia simu akaniambia, Sma, nataka ufungue YouTube channel yako na nitakusupport. Anasema mimi wewe kufungua hiyo najua uko loyo, sio kwamba utakuwa msaliti. Kwa hiyo akanipa ruksa na akanisupport. Kwa hiyo na YouTube channel yangu, na ambao maswali yamekuwa mengi, watu wanauliza bana, vipi mimi na SNS ni damu familia. Ni familia moja, ni sawasawa ndege mwenye mabawa mawili. Umeona? GPS iko likizo, tumefanya muda mrefu. Jumapili tulikuwa tukosi, kwa hiyo iko likizo, ndio maana hatuonani mara kwa mara. Lakini hata juzi kati kulikuwa kuna mishe fulani tumepiga na Sky. Kwa hiyo shukrani kwake, na nishukuru kwa wana Fuse, wamekuwa na mchango mkubwa sana kwangu. Huwa wananichangia vitu vidogo. Hapa tumekaa kwenye studio
ni michango ya Wanafuse. Okay. Japokuwa hatujaikamilisha tunachotaka kukamilisha, lakini ni support ya Wanafuse. Na kuna watu tofauti tofauti ambao wamekuwa na mchango mkubwa. Kwa hiyo kwenye upande huo nashukuru. Stand out ni vitu vingi sana ambavyo prediction imeenda accordingly, lakini stand out ni kitu ambacho kiliwashtua wengi. Ni nilipo tabiri, na hiyo ilikuwa ni siku ya 3 au ya 4 ya vita kati ya Israel na Iran. Nikasema haichukui wiki 2. Watu hawakukubaliana kabisa na mimi. Asilimia kubwa, kasoro wale kindakindaki ambao wanamwamini reasoning na logic ya Fuse ndo waliamini, na kweli ndani ya siku 12 ikawa imeisha. Hiyo inaweza ikawa ni stand out. Lakini pamoja nayo tumefanya mambo makubwa. Tumepokea meli ya Urusi ambayo ilikuja kufundisha, ina wanafunzi wa Tanzania wanasoma kule, tuliwapokea tukahoji, fanya interview na balozi wa Urusi Tanzania na vitu vingine vingi ambavyo nimevifanya. Kwa ufupi ni mwaka ambao umekuwa ni mzuri, nimejifunza mengi, nimefanya makosa mengi. Unajua hicho ndio kitu watu ambao hawaelewi. Nimefanya makosa mengi na nimejifunza kutokana na hayo makosa. Unajua watu wanadhania kwamba ukiwa na akili au ukiwa smart haufanyagi makosa. Naomba niwaambie sio, that's not the case. Yani kadri unavyofanya makosa mengi, ukiwa una akili ya kujifunza, utajifunza kutoka kwenye yale makosa na utaimprove. Kwa hiyo nimefanya makosa mengi sana, nimejifunza, na nashukuru Mungu kwamba nchi yangu sasa hivi imestabilize. Iko stable, maisha yanaendelea kama kawaida, alhamdulillah. Kwa hiyo kwa ufupi ni hayo machache ambayo naweza nikasema. Sawa kabisa. Nikupongeze pia hata mimi kwa ni mwaka mzuri sana tokea tuanze kufanya interviews na kuelimisha kuhusu mambo tofauti ya politics na mambo mengine, pia imekuwa ni uwanda mzuri sana ambao pia umenifungua hata mimi mambo mengine ambayo nilikuwa siyajui. Na mwaka huu pia kati tunaelekea kumaliza, kulitokea hili ambalo lilikuwa between kati ya inavyotajwa, lakini kwamba serikali ya Nigeria haifanyi vile anavyotakiwa, kwa maana ya kuwalinda Wakristo ambao wamekuwa wakiuliwa na wanamgambo wa Kiislamu inavyotajwa vile nchini Nigeria, na watu wakilalamika kwamba hao watu wa wanamgambo serikali haiwajibishi. Na tulishuhudia tweet za Rais Donald Trump wa Marekani akizungumza, akionya kwamba inabidi kifanyike kitu fulani, haikufanyika. Na juzi pia tukashuhudia kwenye mitandao kwamba wakilaunch mabomu yao kwenda Nigeria. Sasa tujaona imepiga wapi na ilishia wapi na kwa nini imekuwa hivyo. Nachoweza kuambia ndugu zangu wa Afrika, tujitahidi sana kuongeza upeo wetu na kuongeza elimu yetu kinachoendelea. Watu wasichokijua, hii issue ina engo tofauti, lakini tuko kwenye phase 2 ya ukoloni wa Afrika na tuko kwenye phase 2 ya Scramble of Africa, ambao wanakumbuka the Berlin Conference ilikuwa maarufu kama the Scramble of Africa. Nchi zikagawana Afrika. Is the same thing ambacho kinaendelea sasa hivi. Na mwanzo Scramble of Africa ilikuwa ni kwa ajili, naweza nikasema traditional minerals and interest. Nikimaanisha nini? Walikuwa wanachukua manpower ambayo ilikuwa ni watumwa, walikuwa wanachukua raba, wanachukua coffee na kakao na dhahabu na baadhi mengine ya madini. Lakini tunaingia phase 2 kwamba kuna madini ya kisasa, kuna interest za kisasa, kuna natural resources za kisasa ambayo kipindi kile zilikuwa hazijajulikana. Vitu kama rare earth minerals, vitu kama T3 ambayo ni pamoja na tungsten, vitu kama lithium, na by then ilikuwa vitu kama yellow cake ambayo ni uranium, zilikuwa hazijagunduliwa. Zilikuwepo lakini ilikuwa sasa hivi ndo zimegunduliwa. Kwa hiyo tumeingia phase 2 ya vitu vyenye thamani Afrika, na hizo nchi zimejipanga upya kurudi kwa njia tofauti. Kwa hiyo kinachoendelea ndo ni Scramble of Africa part 2. Yes. Kwa hiyo watu ambao hawaelewi, hawajui michezo ya politics inavyochezwa na great power struggles inavyochezeka, wanaamini wanachoambiwa. So kuhusu issue ya Nigeria, kuna
nimeshatoa, na hii naweza nikaambia watu ingieni kwenye YouTube channel yangu. Kuna video nimeziweka ikiwepo ile interview tulifanya mara ya mwisho ya kutuongelea Kongo na Tshisekedi na Kagame na Trump na Marco Rubio ambayo ilifanyika ile deal waliyosaini. Nikawaambia kwamba kulikuwa kuna Senate hearing ambayo ndani ya Senate ya Marekani ambayo ni bunge ya Marekani wenyewe wamekiri, is on record, kwamba wao ndo wanaofadhili Al-Shabaab, wao ndo wanaofadhili Boko Haram, wao ndo wanaofadhili baadhi ya makundi ya Sudan, wao ndo wanafadhili baadhi ya makundi Libya, wao ndo wanaofadhili baadhi ya makundi kama ISIS na makundi yake na Al-Qaeda na mengineo. Kwa hiyo ni wao ndo wanaofadhili. Good. Sasa inafahamika sana divide and conquer, kwamba watawanye ili tawale. Kuna kitu kinaitwa Hegelian dialect. Hegelian dialect kuna thesis, kuna antithesis na synthesis. Kwa hiyo kuna mfumo ambao upo unaleta mfumo ambao ni antithesis ambao ni wa kuicontradict mfumo ambao upo, ulete mgongano, alafu unakuja na synthesis ambayo ni solution. Umeelewa? Lakini hiyo synthesis yenyewe inakuwa inatengeneza tatizo lingine. Kwa hiyo inakuwa ni mzunguko wa thesis, antithesis na synthesis, inakuwa inazunguka hivyo. Kwa hiyo wao ndo wanaleta ya matatizo, alafu wao ndo wanakuja na solution. Kwa hiyo nikisema hivyo, haya makundi wanatengeneza wao ili wapate moral authority au moral consent ya wao kuja. Kinachoendelea na kutokana na baadhi ya watu wana itikadi za kidini wanakuwa, ndio maana mimi kauli mbiu yangu kuanzia sasa hivi mpaka 2026 inasema zima hisia, washa akili. Nimependa hiyo. Kwa hiyo na hii nashauri watu sana, ingieni kwenye YouTube channel yangu ya DJ Smart 255, katafuteni makala yanaitwa PsyOps. Kuna mbinu 14 zinazotumika kwa sababu ya PsyOps, ya kubrainwash watu. Mbinu namba 2 ambayo ni hatari zaidi ni appeal to emotion, ni kucheza na hisia za watu. Ukishaweza kucheza na hisia za watu, na hichi ndo nilichokiongea siku ile hapa kabla ya mimi kusafiri, unakumbuka Urusi, nikaongelea makundi yale ambayo yanataka alafu nikakwambia aina fulani ya raia wale ndo ni watu ambao ni rahisi kwa manipulate target. Nadhani ulisikiliza makala yangu ya Operation Breaking TZ. Ndani pale kuna kundi ambalo linaitwa the persuadables, watu ambao wamekuwa categorized kwamba unaweza ukawachezesha akili kwa kucheza na hisia zao. Kwa hiyo kuna kitu kinaitwa cognitive dissonance kwenye ubongo wa mwanadamu. Ukiweza manipulate, kucheza na hisia, inafunga akili. Mtu hatumii tena akili. Ndio maana unakuta let's say mtu anapofumaniwa, hasira zinapompanda, anaweza akaua au akafanya madhara kwa sababu pale hatumii akili. Lakini angetumia akili angesema sasa huyu nimemfumania, ila nikimdhuru mimi nitajikuta naenda jela. Nina watoto, nina mke, nina familia, yani mlolongo mrefu. Kwa hiyo baada ya kufanya ile tukio akakamatwa, mwanzo anaweza akasema fresh, ila kadri muda unavyoenda anaanza kurealize kumbe ningetuliza akili huenda. Na ndio maana watu wengi wamefanya makosa, alafu baada ya kukamatwa na anaanza bana, ilikuwa ni hasira tu au ilikuwa ni shetani amenipitia. Yes, kwa sababu cognitive dissonance ni kwamba unatumia hisia kufunika mlango wa akili. Kwa hiyo ndio maana nasema zima hisia, washa akili. Mambo mengi sana tukitumia akili, logic, tutaweza kuyaona kwa upana wake. Na hata kwenye Biblia inasifia sana watu wenye hekima. Na hata kwenye Qur'ani inasifia sana waman utiya al-hikma faqad utiya khairan kathira. Na aliyepewa hekima amepewa khairi iliyo kubwa. Na kwenye Biblia pia wameongelea hekima. So imetengenezwa kama ni Waislamu na Wakristo. Lakini uhalisia Boko Haram walioko pale ni magaidi ambao hawana imani yoyote ya Mungu.
wanatekeleza wanacholipwa kutekeleza. Antonio Guterres wa Marekani, wa UN mwenyewe kasema hawa Boko Haram wanaua Waislamu na Wakristo, lakini kwenye media inatengenezwa kama ni Wakristo peke yake wanauawa. Umeelewa? Sasa ile ni kupata justification ya kuja. Sasa tunakuja, ukitaka kujua ukweli unakwambia follow the money, fuata hela. Nini hasa? Nigeria, sehemu ambayo imeshambuliwa, wana lithium ambayo wanaita white gold, ambayo ni ya quality ya juu sana, ambayo Marekani, Tesla anahitaji, Microsoft anahitaji, Apple anahitaji, Intel anahitaji, na wengine wengi wanahitaji ile pale. Shida inakuja wapi? Mchina Kawai yuko pale. Mwaka huu peke yake ametia 1.4 billion US dollars, ameshikia 80% ya huo mchongo. Umeelewa? Kwa hiyo sasa pale wanaenda kuvuruga. Lengo lote hili ni kuvuruga, tukose wote. Yani tukose wote, lakini baadaye mimi nisikilie kwamba nitakinukisha alafu nitakuja sasa mimi sasa tuanze kukaa tena tuanze kusolve. Kwa hiyo ni kamchezo ambako kanachezeshwa, watu tuamke, au Boko Haram sio marafiki zetu, au ISIS sio marafiki zetu, au baadhi ya makundi ya kigaidi mengine mengi ambayo yako. Talibani kila wiki wanapokea zaidi ya dola milioni 40 kila wiki kutokana na ushahidi wa Marekani mwenyewe. Sawa. Kwa hiyo watu nachotaka wa Afrika waamke kwamba tumeingia kwenye Scramble for Africa 2.0. Okay. Tuko kwenye live. Ndo hicho unachokiona, huko kuna China, huko kuna Urusi, huko kuna Faransa, huko kuna nini. Ufaransa kafukuzwa huku Marekani kaingia huku Israeli kaingia huku Ufaransa kaingia huku Belgiji. Ndo hicho kinachoendelea. Kwa hiyo ukituliza akili, ukifuatilia utakuja kugundua kinachoendelea. Kwa hiyo haina dini. Ni Wakristo wangapi ambao wameuawa katika sehemu tofauti duniani? Mbona hatusikii akisema au akianzisha mashambulizi? Yemen pale kuna Wakristo, Iraq kuna Wakristo, Iran kuna Wakristo, na nchi zingine nyingi kuna Wakristo. Umeona? So imetengenezwa kama issue ya kidini, lakini sio issue ya kidini. Kwa hiyo natamani Afrika tufunguke, tuanze kuangalia watu na tusikubali kugawanywa kiitikadi. Na ndio maana niliongelea nikasema wale mashehe ambao walikuwa wanasema kwamba Waislamu msile chakula cha Wakristo, tusiwazingatie kwa sababu inataka kuleta mgawanyiko na itafungua Pandora's box. Sawa, nielezee tu kwa ufupi kwamba hakuna sehemu yote imekatazwa Muislamu kula chakula cha Mkristo wala Mkristo kula chakula cha Muislamu, na ni kitu tumekuwa tunakifanya miaka na miaka. Hii imeibuka sasa hivi, ndio maana imeleta mtafaruku na lengo lake ni kuleta mpasuko. Sawa. Kwa hiyo sisi tumekuwa tunakula chakula, naona akula. Mimi mara ngapi naenda kwenye mama ntilia aliyepika ni Mkristo. Sawa. Au Mkristo anaenda kwa mama ntilia aliyepika ni Muislamu, lakini haijawahi kuleta shida. Sawa. Na Uislamu ni wajibu kuheshimu dini ya mwenzako, ni wajibu. Ukiwa muumini wa Kiislamu unawajibishwa kimaadili kuheshimu dini ya mwenzako. Japokuwa hamkubaliani na hauikubali ile imani wala itikadi ile, lakini heshima ipo. Sawa. Na Mtume sawa asha dili na kila aina, kadili na wapagani, kadili na mushrikini wa Quraishi, kadili na Wayahudi, kadili na Wakristo, kadili na Persians na wengineo. Sawa. Na hata kwenye Qur'an Suratul Kafirun inaelezea kwamba nyinyi mna dini yenu, sisi tuna dini yenu. Nyinyi mtafuata dini yenu, sisi tutafuata dini yetu. Sawa. Sisi hatutahamia kwenu wala nyinyi hamtuhamia kwetu. Sawa. Lakini tunashirikiana. Na hata Mtume SAW amefariki, ngao yake iko kwa asiyekuwa Muislamu. Sawa. Kwa hiyo alikuwa anafanya nao biashara. Issue ambayo labda wangeelezea ni kwamba unaruhusiwa kuheshimu, lakini huruhusiwi kuwa na itikadi ya sikukuu hiyo ambayo ilikuwa ni Christmas. Sisi Waislamu hatuamini kwamba Nabii Isa amekufa. Sawa. Wala hatuamini kama ni mtoto wa Mungu. Sawa.
lakini haija kuleta mpasuko kati ya Waislamu katika maisha yetu ya kila siku. Kwa hiyo Muislamu huruhusiwi kuwa na itikadi hiyo, lakini kumheshimu mtu haijawahi kuwa shida. Kwa hiyo issue inakuja ni kwamba iwapo itikadi yako itaamini kile kitu, hapo ndio shida inakuja. Whether kuna chakula, whether hakuna chakula. Sawa, haijalishi. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho sijapenda kwa sababu kinaleta mtafaruku. Nilimsikia shehe mmoja akawa anazungumza kwamba ukila kile chakula ina maana umekubaliana na hiyo sikukuu. Kwa maneno yake alikuwa anazungumza vile. Ama atakuwa tumie jumbe gani hasa ili kuweza aelewe kile chakula anakizungumza. Sasa kwenye Uislamu tuna kila kitu kimenyoka. Mtume SAW anasema hivi, innamal a'mal binniyat, hakika ya matendo kwa nia. Na hii hadithi ni fupi, ina urefu wake. Inaendaje? Mafhumu ya hadithi imenitoka hapa kidogo. Mafhumu ya hadithi kwamba yule ambaye anafanya hijra, faman kana hijratuhu lillahi wa rasuli fa hijratu ila Allahi wa rasuli, yule ambaye anahama kwa sababu ya kumfuata Mwenyezi Mungu na mjumbe wake, basi uhamisho wake ni kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Wa man kana hijratuhu imetoka neno ambayo inamaanisha ni kwa sababu ya biashara afaidike, au imratu yunkihuha, au kwa sababu ya kumuoa mwanamke, fahijratu ila ma hajara ilayhi, basi kuhama kwake ni kwa kile alichokifanya. Kwa hiyo ukiangalia kuna watu waliondoka kutoka Maka kwenda Madina na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tendo ni lile lile, lakini miongoni mwao walitoka kwa sababu ya kutafuta radhi ya Mwenyezi Mungu na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, na wamepewa walichokifanya. Wapo ambao walihama kwa sababu kuna mwanamke alikuwa anampenda, akatumia fursa ya kwenda kwa yule mwanamke. Kwa hiyo hijra yake, nia yake ilikuwa kwa sababu ya Mwenyezi Mungu na mtume wake. Kwa hiyo yule amelipwa kwa kila alichokifuata. Na yupo ambaye aliona hii ni fursa ya mimi kwenda kufanya biashara. Sawa? Kwa hiyo kula kile chakula kama nia yako ilikuwa ni kutukuza ile siku, basi umefanya kosa. Na hata kama sio chakula tu, hata kama bila muingiliano wote, lakini umeiadhimisha, umeitikadi, tayari una makosa. Kwa hiyo nia ina umuhimu sana kwenye Uislamu. Mtu anaweza akaenda kaoga kwa nia ya kujipoza, lakini mtu kwenye hicho chotenda anaweza akafanya exactly the same kwa nia ya kuoga janaba. Kitendo kile kile, vitu tofauti, tafsiri tofauti. Kwa hiyo kwenye nia ndio ya umuhimu, na ndio inakuja sasa kwenye swala la itikadi. Na mimi alhamdulillah nimesoma dini yangu kwa miaka 5. Nimepita kwa baadhi ya mashehe. Sisi nikajiita mimi ni mjuzi, mimi najiita talibul ilm. Mimi ni mwanafunzi wa elimu. Ila kwenye hili kwenye Qur'ani imetuelekeza, inasema fasal ahlu dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wajuzi katika jambo ambalo huwa ulijui. Mimi kwa elimu yangu nilielewa kwamba hili walichokisema sio sahihi, lakini nikapiga simu kwa baadhi ya watu ambao wana elimu, wajuzi, na wakanifahamisha hicho. Umeona Sitotaka kuwataja kwa sababu sijapewa ruhusa kuwataja. Kwa hiyo issue inakuja kwenye nia, na ukishafungua mlango huo kwamba ukila chakula kwenye siku hiyo, ina maana basi usipande gari ya Mkristo katika siku hiyo. Sawa? Ina maana basi wewe usifanye biashara yoyote katika siku hiyo. Yaani mwisho wa siku unafungua kitu kinaitwa Pandora's box. Umeona? Na wao wakireact, wakaanza kusema na sisi tunalipiza, inaleta mpasuko. Kwa hiyo walitakiwa waseme kwamba kutokana na imani yetu sisi hatuamini kwamba Nabii Isa mtume Yesu alizaliwa tarehe 25, na nina makala nimeyatoa yapo, na washauri twende akaelewa. Kwenye Biblia inasema kwamba Yesu au Nabii Isa alizaliwa kipindi ambacho wachungaji walikuwa na wanyama wao nje, sio kipindi cha baridi. Huwezi ukachunga wewe na wanyama wako kipindi cha baridi. Kwa hiyo haikuwa kipindi cha Disemba. Disemba, Krismasi ilibadilishwa miaka 300 kwenye Council of Nicaea, na wa kwanza kuibadilisha ni jina limetoka Papa wa kwanza, ndo akaibadilisha kutoka tarehe au kipindi ambacho alizaliwa Nabii Isa, kuibadilisha katika tarehe 25 Disemba ambayo ni ya Mithraa. Sawa?
kulikuwa kuna sherehe ya kipagani tarehe 25. Kwa hiyo ndo wakaiainisha, na wao wana mungu wao ambao ndo alizaliwa tarehe 25, na wanaamini kwenye Mithraism kwamba alizaliwa na virgin, mwanamke bikra, na alikufa. Huyo mtu alikufa kwa sababu ya madhambi ya watu, sawa, na kwamba atarudi, sawa, na ndo yale alikuwa ni mtu ambaye ana mandevu nana, yote nimeelezea humo ndani, wenyewe makala wanaweza wakaenda kuangalia. Kwa sisi imani yetu haikubaliani na hicho, sawa. Kwa hiyo walichotakiwa kusema kwamba Muislamu hutakiwi uwe na itikadi au imani kwamba Nabii Isa au Yesu alizaliwa tarehe 25 na kwamba ni mtoto wa Mungu, sawa, lakini kuheshimiana na ndugu zetu, kushirikiana na wenzetu, hakuna shida. Naam. Kuna ile watu wanasema kwamba watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Unadhani kwa sababu elimu ya dini ni kile mtu anachokiamini yeye. Unajua imani ni mtu kuamini. Na sio yani anavyoamini yeye. Maandiko mstari mfano kwa umeandikwa kitu fulani ama Qur'ani imeandika kitu fulani, nikakisoma nikaelewa kwa uelewa wangu mimi, na yeye akasoma kwa kuelewa anavyoamini yeye. Ili kuondoa mkanganyiko tutakuwa kifanyike nini hasa? Kuna mambo matatu ambayo, kwanza, hiyo aya ni moja mistari pendwa kabisa kwangu mimi kwenye Biblia. Watu wangu wanakosa maarifa. Kwa sababu gani? Ilikuijieni maarifa nanyi mkaikataa, na kwa vile mmekataa maarifa na mimi nakukataeni. Ndo ukamilifu wa hiyo aya, nimeparaphrase. Kwa hiyo kuna watu wanaletewa elimu kama hivi, mtu naweza nikaa nimemuelewesha jinsi tarehe ya kuzaliwa kwa Nabii Isa au Yesu ilivyobadilishwa kutoka kipindi ambacho sio cha barafu na cha baridi kwenda kipindi ambacho ina coincide pamoja na sikukuu ya Mithraism, sawa, lakini mtu akabisha. Kwa hiyo imewaijia elimu ila wamekataa. Hiyo ya kwanza. Ya pili, kuna misinformation, kuna disinformation, alafu kuna malinformation. Naomba nikuulize swali. Wewe Muislamu Mkristo? Kristo. Umeshai kuisoma Biblia mwanzo mpaka mwisho? Nimesoma lakini sija nani pote, lakini sehemu kubwa naielewa. Okay. Sasa lao Waislamu wakiweza kuisoma Qur'an mwanzo mpaka mwisho, na lao Wakristo wakiweza kuisoma Biblia mwanzo mpaka mwisho, itawapa uelewa mzuri, kwa sababu wengi elimu yetu ni kwamba tutamsikia sheka chukua aya 1 2 3 kaitafsiri kaiongea. Tutamsikia kiongozi mchungaji au nani kachagua mstari 1 2 3 kaiongelea. Kwa hiyo tunapewa vipande. Sisi wenyewe tujiongezee na sisi tusome, tujielimishe, na pale ambapo hujaelewa, logic inakwambia fata watu tofauti tofauti, ufate tafsiri tofauti tofauti. Usinganganie tu tafsiri ya Asma au tafsiri ya Josefu, sawa Kwa hiyo ni kitu ambacho kinatakiwa kifanyike. Watu waongeze katika kupata elimu na kujua uhalisia wa mambo, na tusiruhusu dini hizi tupasue. Tumecoexist vizuri sana Waislamu na Wakristo, sawa. Wewe Mkristo, mimi Muislamu, tunashirikiana vizuri. Hatujawahi kuwa kwamba mimi studio kwangu usiingie kwa sababu wewe Mkristo, sawa. Wewe hapa umetoka uniletea korosho, sawa. Sijasema bana kwa vile Mkristo usiniletee, sawa. Tunafahamu uchinjaji asilimia kubwa unafanya na Waislamu. Tunakula Waislamu na wanakula Wakristo. Hakujawahi kuwa na shida. Mkishaanza kusikia mtu anaanza kuleta chokochoko, mkataeni. Kwenye makala yangu ya ya Je, Demokrasia ni Mfumo Sahihi, nishaelezea hawa ni watu wa kuwakataa. Yaani mtu akishaanza kuleta chokochoko za kidini, za kikabila, za kijinsia, tuwakatae. Naam.